kama tunavyofahamu uko kwenye tasnia kwa muda mrefu sana na umefanya kazi na watu wengi sana. Moja kati ya watu ambao umefanya nao kazi ni Maulid Kitenge. As we speaking sasa hivi yuko Crown. Umefanya naye kazi sana Wasafi. Hii ni movement ya kawaida sana kwenye media kwa sababu hata wewe kwanza ulipokuwa pale. Neno lako kubwa kwa watu ambao wamekuwa wakiwasikiliza, pengine anakuwa disappointed mtu akiondoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, neno lako kubwa kama Babu. Kwanza tusiyakuze ya mambo. Maisha lazima yaendelee. Yaani ili tuishi tunahitaji pesa ili tuishi, si ndio? Pesa sio kila kitu kwenye maisha, ila ili maisha yaendelee yanahitaji pesa. Chama alikuwa yuko Simba, akaondoka Simba akaenda Yanga, akafanya kazi Yanga na ametoka Yanga amerudi Simba. Ni maisha ya kawaida. Wanahabari ni kama wana michezo. Kwa hiyo sio issue kubwa wala sio issue ya kuidiscuss kwa sababu gani fulani ametoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Ni maisha, mtu anaangalia maisha, anaangalia opportunity, anaangalia muda ambao yuko nao, fursa zilizokuwepo. Kwa hiyo mimi kwangu sio jambo ambalo linaweza likawa eti issue kubwa ya kuzungumzia ama kubeza ama kukashifu wengine ama kuona wengine wanakosea. Mimi ninachoweza kusema haya ni maisha na lazima maisha yaendelee. Nimekupa mfano mzuri wa chama. Nimekuelewa vizuri. Swali lingine? Babu, wewe umekaa kwenye tasnia kama nilivyosema tangu zamani na sasa hivi upo. Gen Z wanakuja na wenyewe wanakukuta na wewe uko kwenye mfumo wao vile vile. Unaona tasnia inakuwa au kuna namna fulani kuna watu wananyonywa kwenye mishahara labda? Sasa unajua kwanza mshahara wenyewe ni makubaliano kati ya mwajiri na anayeajiriwa. Wewe umekubali 300,000 ukoshikiwa bunduki wala ukulazimishwa. Ulikubali wewe mwenyewe baada ya mwajiri kwambia mimi nitakulipa 300,000. Lakini pale ni eneo ambalo nyinyi mnaweza mkajadili wewe na mwajiri. Na hisi kuna mapungufu kwa waajiriwa wengi kupatania mshahara. Wanafeli sana. Na ndio maana hata wengi wakishapewa mkataba wanaenda kuangalia kwenye hela. Nadhani ifike pahala watu wapewe elimu ya kupatania mshahara. Ukiniambia utanipa 300,000, mimi nitakwambia nini ambacho nitakileta mezani. Na nitakwambia thamani yake, mapinduzi ambayo nitakayoleta katika chombo chako, ushawishi, usikilizwaji, uwezo wangu wa kufanya mambo, kuyazungumzia, ethics, miiko hiyo yote nitakuwekea mezani. Nafikiri wewe utaongeza kutoka kwenye 300,000 utaenda kwenye 500,000 kutokana na ambavyo mimi nilivyokueleza namna ambavyo nini ambacho nakileta mezani. Kwa hiyo mimi siamini kama kuna mtu ananyonywa katika hili. Sitaki kusadiki hilo. Babu, unafurahia namna ambavyo vijana wako wanafanya content sasa hivi? Content creation imekuwa ni kubwa sana sasa hivi kwa Tanzania. Sasa kuna maeneo ambayo nafurahia na kuna maeneo ambayo sifurahii. Kwa sababu kuna watu zinanifurahisha zile ambazo za kufikiri, kuleta mapinduzi ya kifikira, usubutu. Kuna bwana mdogo mmoja anafanya, sijamshika jina vizuri, ila anavaa sana boshori. Yeye anafanya content zinazohusiana na jamii. Niliona moja kwamba kuna binti mtoto wake anasumbua wa kike, amelala nje na nini, mwanafunzi na ana ujauzito, sio ametoa mimba, sio vitu kama hivyo. Lakini yule kijana wakati anaingilia ule ugomvi, kumbe yule ambaye anamgombeza mwanae naye alimfanyia hivyo hivyo mamake mzazi ambaye bibi yake na yule mtoto. Kwa yule mimi ananifurahisha, namfuatilia na nadhani nimemfollow kitu kama hicho. Lakini wale ambao wanaweka simu mbele alafu wanajigudua, wale mimi kusema kweli. Kujigudua ni nini Bob? Kujigudua? Kukudua, unajua kukudua? Ushawahi kupita kwenye umande? Mzaliwa mjini. Ukipita kwenye umande, kile kitendo cha kuinua nguo hivi ili siloesho na umande, kule ni kukudua. Wale na mimi mbalimbali. Watu wanaoekti maisha, sarakasi za kipuzi, wewe na mpenzi wako mnaenda barabarani mnagombana kiuongo ili tuwafuatilie. Ni ujinga tu. Kwa hiyo vitu kama hivyo mimi si sehemu ya maisha yangu. Mimi napenda maisha asili, maisha ambayo tuko nayo. Sahihi. Babu, mimi ninachopendaga nikikutana na wewe. Unajua kama nipo kazini hapa? Najua, ndio maana naenda kumaliza. Ninachopendaga nikikutana na wewe uniache na neno moja la busara kidogo. Waswahili wanasema chujio alichekea chiunga. Ukiwa na maana ya? Maana yake ni moja tu, kwamba kuchuja
Ushachuja nazi unaona mkono unaofanya na kuchekesha, ushachekesha unga matundu ya chujio ni makubwa sana, yatapitisha chenga. Asante. Hata nimeanza kuyaona akiwa yanafanya hivi, lakini wao wameenda mbali zaidi, wameweka mpaka msingi wa kuweza kusaidiana katika biashara, kwa maana ya kupeana mitaji, kwamba kama huko katika umoja wao huu, swala la wewe kukaa kinyonge halitokuwepo. Endapo utashiriki, basi mtaji wako ukiwa umeyumba kwenye biashara yako, wao watatoa katika biashara, katika akaunti yao, mfuko wao, na kukuwezesha. Huna kabisa mtaji, watatoa kule, watakuwezesha. Kwa hiyo kwa mimi nilivyosikia misingi yao hiyo, nikaamua niungane nao leo, na itoshe tu kusema kwamba leo hii wanatimiza mwaka mmoja wa huu mmoja wao ambao waliokuwa wameuanzisha. Babu, mimi nakutoa kidogo huku ambako tuko leo. Kama tunavyofahamu, uko kwenye tasnia kwa muda mrefu sana na umefanya kazi na watu wengi sana. Moja kati ya watu ambao umefanya nao kazi ni Maulid Kitenge. As we speaking, sasa hivi yuko Crown. Umefanya naye kazi sana Wasafi. Hii ni movement ya kawaida sana kwenye media, kwa sababu hata wewe kwanza ulipokuwa pale, neno lako kubwa kwa watu ambao wamekuwa wakiwasikiliza, pengine anakuwa disappointed mtu akiondoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, neno lako kubwa kama babu. Kwanza tusiyakuze ya mambo, maisha lazima yaendelee. Yani ili tuishi tunahitaji pesa ili tuishi, si ndio? Pesa sio kila kitu kwenye maisha, ila ili maisha yaendelee yanahitaji pesa. Chama alikuwa yuko Simba, akaondoka Simba akaenda Yanga, akafanya kazi Yanga, na ametoka Yanga amerudi Simba. Ni maisha ya kawaida, wanahabari ni kama wana michezo. Kwa hiyo sio issue kubwa, wala sio issue ya kuidiscuss kwa sababu gani fulani ametoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Ni maisha, mtu anaangalia maisha, anaangalia opportunity, anaangalia muda ambao yuko nao, fursa zilizokuwepo. Kwa hiyo mimi kwangu sio jambo ambalo linaweza likawa eti issue kubwa ya kuzungumzia ama kubeza ama kukashifu wengine ama kuona wengine wanakosea. Mimi ninachoweza kusema, haya ni maisha na lazima maisha yaendelee. Nimekupa mfano mzuri wa chama. Nimekuelewa vizuri. Swali lingine? Babu, wewe umekaa kwenye tasnia kama nilivyosema tangu zamani na sasa hivi upo. Gen Z wanakuja na wenyewe wanakukuta na wewe uko kwenye mfumo wao vile vile. Unaona tasnia inakuwa au kuna namna fulani, kuna watu wananyonywa kwenye mishahara labda? Sasa unajua, kwanza mshahara wenyewe ni makubaliano kati ya mwajiri na anayeajiriwa. Wewe umekubali 300,000 ukoshikiwa bunduki wala ukulazimishwa, ulikubali